Ilikuwa ni ndoto ya baba yangu, siku moja akistaafu angenunua nyumba nzuri ya kuishi. Wazo hili lilitupatia tabasamu katika nyakati zake za mwisho kazini. Alifundisha shule ya msingi kwa miaka zaidi ya 20. Macho yake yalichoka kwa vumbi la chaki. Hakika alizeeka, tena alizeeka haraka kuliko ilivyokadiriwa. Alibahatika kuoa mke mzuri mwenye kuipenda familia. Baraka nyingine ilikuwa ni kunizaa mimi. Walinipa jina la Selin. Ilikuwa ni jina la marehemu bibi yangu, japo mwanzo mama alikuwa hataki majina ya kurisi, lakini baba alisisitiza hadi jina likakubalika. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi tamu ya kusisimua iliyo na msisimko wa kila namna. Simulizi Jumba la Kutisha Juu ya Kaburi. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Usisahau kusubscribe. Tafadhali tusonge pamoja kwenye simulizi hii inayoburudisha na kukonga nyoyo. Basi mimi ndiye Selini. Mara zote baba yangu hujivunia mimi. Nimerithi akili za baba yangu. Njia yangu ilionekana mapema sana. Nikiwa na miaka 7, baba alipambana kunisomesha kwa mshahara wake mdogo hadi nikafika chuo kikuu. Nilisafiri kwa ajili ya masomo ya chuo kikuu maarufu nchini. Nikiwa na karibia likizo yangu, siku moja baba alinipigia simu. Ilikuwa majira ya usiku. Nilikuwa nimejilaza kitandani nikitafuta usingizi. Niliposikia simu yangu ilikuwa ikiita, mara moja nilipokea nikiwa kwenye furaha kubwa tena sana. Selin, baba aliniita kwa sauti ya furaha. Nilihisi ana jambo fulani la kuniambia. Basi nilitabasamu huku nikimtaka baba aniambie, huku nikimtaka baba aseme jambo hilo tena kwa haraka sana. Mwanangu, pesa za mafao yangu zimeingizwa jioni ya leo. Nilisubiria muda ambao ungekuwa umemaliza pilika zako ili nikueleze, baba alisema kwa sauti ya ubaba ambayo ilinifanya nijione mimi ni mtu muhimu tena wa samani kwake. Mimi na mama yako tumekaa, tumefikiria sana, tumeona ni bora tuwe karibu na wewe. Si unakumbuka ndoto yangu? Baba aliniuliza. Nisingeliweza kuisahau ndoto yako baba, ya kununua nyumba, lakini nilijiuliza, unahitaji kuwa karibu na mimi kivipi? Siwezi kusahau baba, lakini nataka kuwa karibu na mimi kivipi? Nahamia mjini. Mjomba wako Magina ametuambia kuwa atatusaidia kupata nyumba huko. Hatutaki tena kuishi kijijini. Nilichokisikia kiliamsha furaha yangu tena kwa kiasi kikubwa sana. Sikuamini. Nilipiga kelele kwa furaha sana. Baba, unajua siamini. Yaani siamini kabisa kama inatimia hivi karibuni, nilisema kwa shauku kubwa tena sana. Amini binti yangu, tayari nyumba imepatikana. Mjomba wako atakupigia simu kesho, ukaiangalie. Kama ni nzuri utatuambia ili tufanye malipo. Mimi na mama yako tuje mara moja mjini. Kiukweli siwezi kuficha, mazungumzo haya yalikuwa ndiyo mazungumzo ya furaha zaidi kuwahi kunisisimua kiasi cha kupagawa. Kwa kipindi cha mwaka mmoja na miezi kadhaa, nilitengeneza marafiki ambao walikuwa wakiishi mjini. Ilinipa uhakika wa kuendelea nao endapo tutapata nyumba ya kuishi. Siku yangu iliisha ikiwa imeniacha na furaha sana. Basi siku iliyofuata niliamka mapema sana. Nilijiandaa huku nikiweka simu yangu kando yangu, kila dakika nikiichungulia kama mjomba Mgina
alikuwa amenipigia. Majira ya saa 3 asubuhi alinipigia. Nilipokea kwa shauku kubwa tena sana. Nilisimama kando ya dirisha huku nikiangalia mandhari ya nje iliyojaa miti mirefu mikubwa, miti mirefu kadhaa. "Celine, uko tayari?" aliniuliza baada ya salamu. Jibu langu lilikuwa ndiyo. "Na kutumia namba ya dalali. Bahati mbaya siwezi kufika, japo nilipendelea niwepo, lakini naamini unaweza ukafanikisha ndoto ya baba yako," alisema. "Hakuna shida mjomba, tayari mimi ni mwenyeji hapa mjini. Nina uhakika na hilo, ondoa shaka," nilimjibu kwa sauti yangu laini iliyojaa adabu niliyofundishwa na wazazi wangu. Basi baada ya simu kukatika mara moja, namba ya dalali iliingia kwenye simu yangu. Ilikuwa ni hatua moja mbele kuelekea kutimiza ndoto ya muda mrefu ya baba yangu. Nilipozungumza na dalali, alinielekeza ni wapi tutakutana. Alipendelea tukutane njia panda ya kuelekea benki ya Taifa. Nilichukua taksi kuelekea huku nikiwa na shauku kubwa sana. Kichwani mwangu nilijenga taswira ya aina ya nyumba ambayo nitaoneshwa. Tabasamu halikukauka usoni mwangu hadi tunafika pale njia panda. Nilimlipa dereva pesa yake, kisha niliteremka na kuangaza huku na kule. Kabla ya kumpigia, alinipungia mkono akiwa kando ya barabara. Nilisogea hapo, kisha tulitumia pikipiki moja. Haikuwa ajabu sababu ni usafiri wa kawaida sana. Alinipeleka mtaa mmoja uliotulia sana. Mandhari tu ya mtaa yalinivutia hakika tena sana. Palikuwa kimya, bila kelele za aina yoyote ile. Kisha tulitembea kidogo. Baada ya kushuka kwenye pikipiki, dakika 5 baadaye tulisimama nje ya nyumba ya ghorofa moja. Haikuwa nyumba niliyoitegemea, japo ilikuwa nzuri sana kwa nje. Ilikuwa na bustani nzuri na hali ya hewa ya kuvutia macho na masikio. Nilisisimka kidogo, kisha nikaomba nipelekwe ndani ya nyumba hiyo iliyojengwa kwa mtindo wa ajabu kidogo. Ilionekana ni nyumba ambayo yenye mtindo wa nyumba za ughaibuni. Ilikuwa na asili ya Uingereza. Ilikuwa rahisi kwangu kugundua hilo sababu nilikuwa nasoma masomo ya mazingira na usanifu wa majengo. Hii nyumba, nilitamani kumuuliza dalali. Jambo lililonijia kichwani ni asili ya hiyo nyumba. Aliniwahi kama vile alikuwa kichwani mwangu. Alinijibu haraka, tena kwa ucheshi wa kibiashara kama ilivyo kawaida yao. "Iko tofauti sana na nyumba za mtaa huu. Hii ni ya kipekee, imejengwa kizungu zaidi. Usijali, hii nyumba ilijengwa muda mrefu kidogo, lakini bado inavutia sana. Ina uimara. Pia mazingira yake ni kama unavyoyaona." Alikuwa akiongea huku akitupa mikono yake kunionyesha huku na kule. Aliyazungusha macho yake kama pia hivi. Hata hivyo nilitabasamu, kisha akaendelea kunizungusha. Baada ya kuzunguka maeneo ya nje, nilianza kubadilisha mtazamo wangu juu ya nyumba hii. Nilianza kuipenda. Tukaingia ndani. Tulizunguka kila mahali. Nilikubaliana na dalali kuwa ilikuwa ni nyumba nzuri tena sana ambayo hata baba yangu angeipenda. Pale nilimpigia simu baba na kumweleza kuwa ni nyumba nzuri ya ghorofa moja. Baba aliniuliza mara mbili kama kweli nilikuwa nimeipenda. Baba ni nzuri sana, ina hewa, mazingira yake yametulia sana kuliko nilivyofikiria mwanzo, nilisema huku nikiwa nimesimama kando ya dirisha kubwa la juu. "Kama wewe Celine, binti yangu, umeipenda, basi nitazungumza na mjomba wako, kila kitu
kitaenda sawa. Hesabia kuwa hiyo ni nyumba yetu mpya, alisema baba. Unanisisimua baba, ngoje niangalie zaidi basi, nilimwaga baba nikiwa na tabasamu tele. Machoni pangu nilianza kuhisi hali fulani ya ajabu. Nilihisi kama nyuma yangu palikuwa na mtu mkubwa anayekuja taratibu. Kivuli chake kilikuwa kinanisogelea, na kwa hakika nilikiona kwa macho yangu kupitia jicho la wizi. Nilijawa na hofu sana. Niliamua ni bora nigeuke nione ni nani aliyekuwa nyuma yangu. Niligeuka haraka kwa hofu sana. Hapakuwa na yoyote yule, isipokuwa nilisikia sauti ya dalali akiniuliza kama nilikuwa tayari nimemaliza kuongea na simu. Basi nilishusha pumzi zangu. Kichwani mwangu na moyoni mwangu nilijiambia ilikuwa ni hisia mbaya ya ghafla. Mara aliingia dalali. Nilijitahidi kujiweka sawa, nisimuonyeshe wasiwasi wowote ule. Hata hivyo, sikuwa na uhakika na hisia zangu. Nilichowaza kilipotelea mawazoni. Sikutaka kukipa kipaumbele. Niliachia tabasamu. Nimemaliza, nilimjibu. Alikuwa tayari amenisogelea. Anasemaje? Aliniuliza. Atawasiliana na mjomba Mgina, alafu atarudi kwako kwa ajili ya kukamilisha taratibu za mauzo. Samahani, hii inagharimu pesa ngapi? Nilimuuliza. Muda wote tulikuwa tunazunguka bila hata mimi kujua nyumba hii ilikuwa inauzwa shilingi ngapi. Mwenye nyumba anataka milioni 84 tu. Ameishusha bei ili aiuze. Kama mtachelewa kidogo, basi inaweza kuuzwa, maana ipo sokoni sana, alisema dalali. Nilizungusha macho yangu kuitathmini upya namna ilivyo, na kiasi kilichotajwa vilikuwa mbingu na ardhi. Nyumba nzuri kiasi kile, tena ya ghorofa, alafu ipo mjini, iuzwe kwa bei rahisi kiasi kile. Vipi? Mbona kama unatafakari jambo? Aliniuliza. Aligundua tafakari yangu. Sikutaka kufanya mambo yawe magumu. Nilimwambia hakuna kitu. Hakika ni nyumba nzuri sana. Baba atainunua haraka. Sio jambo la kujali hata kidogo. Pesa ipo, mfuko wa shati. Yule dalali alitabasamu kisha akaniambia, hamtojutia kuinunua, na wahakikishia, alisema. Kisha tulishuka chini. Kisha tulitoka ndani ya nyumba ile. Tulianza safari ya kutoka kabisa nje ya uzio. Tulipofika nje kabisa, niliangaza huku na huku. Nyumba ya jirani nilimwona mzee mmoja aliyevalia baragashia. Alikuwa akisoma gazeti. Alivalia singlendi nyeupe. Chini alikuwa amevalia msuli. Nilipomtazama kwa makini, niligundua alikuwa akitutazama kwa macho ya wizi. Nilitamani kujua kwa nini alikuwa akitutazama vile. Alikuwa ameketi kwenye kiti cha kukunja. Macho ya yule dalali yalikuwa kwangu, kisha kwa yule mzee. Alionekana ana wasiwasi fulani aliyoamua kuficha kwa makusudi. Sikujua alikuwa akificha nini. Kupitia macho yake, mara moja yule mzee alinyanyuka na kuingia ndani. Niliporudisha macho yangu kwa dalali, alianza kuniambia, mazingira ni mazuri sana. Mwenyewe umeona, hakuna kelele. Jitahidi sana muichukue. Usijali. Kwa nini yule mzee alikuwa akitutazama kwa jicho lile? Sikutaka kuliacha jambo hili lipite hivi hivi. Dalali akaniangalia kama mtu aliyekuwa akitafuta cha kuongea, kisha akaniambia, Penyeri hapakosi husda, naye ni dalali pia. Hawezi kufurahia pesa ya udalali ikiingia kwa mwingine. Anaihangaikia sana nyumba hii kuiuza. Alinipa jibu ambalo lilinifungua kidogo na kunipa mwanga kiasi fulani. Nikatoka gizani. Niliondoa wasiwasi wangu. Basi tuliachana hapo. Nikachukua bajaji kurudi chuoni.
nikiwa tayari nina uhakika kuwa kila kitu kipo sawa. Kila kitu kilienda sawa. Baba alinunua ile nyumba kwa bei rahisi sana. Alipofika mjini, alishangaa sana kukutana na nyumba nzuri ya ghorofa moja, tena iko mjini. Tulihamia ndani ya nyumba yetu mpya. Maisha mapya yalianza. Maisha mapya mjini yalianza kwa furaha sana. Kuwaona wazazi wangu wakiwa kando yangu ilinipa faraja na nguvu ya kuzidi kusoma kwa bidii. Baba yangu aliishi kama mstaafu aliyetimiza malengo yake. Aliandaa tafrija fupi kusherehekea miaka yake ya kazi. Tuliwaalika ndugu, jamaa na marafiki walioko mjini. Tuliandaa chakula, nyama choma na vinywaji vya kutosha. Marafiki zangu Ziada na Karen walifika nyumbani kwetu. Walisifia sana nyumba yetu. Tulifurahi kwa pamoja. Eneo la bustani, mahali ambapo tafrija hiyo ilikuwa ikifanyika. Tafrija ilifanyika usiku kama saa 2 hivi. Ilimlazimu baba kupanga muda huu ili kupata fursa sisi wanafunzi tuwepo baada ya muda wa chuo kuisha. Vinywaji vilikuwa vya kutosha, na anayejisikia kunywa soda aligida, anayejisikia kunywa maji kama mimi naye aligida. Wanaopenda bia waligida pia. Muziki wa taratibu ulikuwa ukituburudisha, huku stori za hapa na pale zilikuwa zikiendelea. Nikiwa nazungumza na marafiki zangu, nilimwona tena yule mzee wa nyumba ya jirani. Alikuwa amevalia shati lenye vyumba vidogo vidogo vya rangi nyeusi na nyekundu. Alivaa mawani ya macho. Alikuwa amesimama getini. Sikumbuki kama nilimwalika hapo awali. Isitoshe, hakuna aliyekuwa amemzoea. Nilishtuka kidogo, nikawatazama Ziada na Karen, kisha nikamwambia, "Samahani, nakuja," nilisema huku nikiweka mezani glasi yangu ya soda. Lakini Ziada akanishika mkono. Alikuwa ametumia kilevi kidogo. "Celine, nahitaji kutumia choo," aliniambia. "Nipeleke." Nilipeleka macho kwa yule mzee kuona kama alikuwa pale pale getini. Ndiyo, alikuwa amesimama bado akiniangalia bila kutingisha shingo yake. Nikayarudisha macho kwa Ziada. "Pandisha juu mkono wa kulia," nilisema. Nilimtaka aende mwenyewe ili mimi nikazungumze na yule mzee. "Twende, nitamsindikiza. Usijali Celine," alisema Karen. Niliacha tabasamu la kukubali waende ili nikaongee na yule mzee. Hisia yangu ya ndani ya moyo wangu iliniambia jambo moja kuhusu yule mzee. Kuna jambo huyu mzee analijua, nilijisemea. Basi niliwasindikiza kwa macho Karen na Ziada wakielekea ndani kwa ajili ya kutumia choo. Nilipohakikisha kuwa walikuwa wameshaingia ndani, niliangaza huku na kule kama kuna mtu yeyote aliyekuwa akimtazama yule mzee. Niligundua kila mtu alikuwa bize na maongezi hapa na pale. Nilishusha pumzi zangu, kisha taratibu niligeuka na kuelekea macho yangu getini. Nilistaajabu kutokumwona tena yule mzee. Atakuwa ameenda wapi? Nilijiuliza. Niliangaza huku na kule, lakini niliambiwa patupu. Haraka kabisa ikaelekea getini, mahali ambapo palikuwa na umbali wa watu zaidi ya 20 kutoka eneo la bustani ambako palikuwa na tafrija. Palikuwa kimya sana. Niliangaza huku na kule. Swali pekee lililozunguka kichwani mwangu, nilijiuliza, ni kwa nini alikuwa nyumbani kwetu? Alialikwa na nani? Kwa nini alikuwa akinitazama sana? Nani angenipa majibu ya maswali haya isipokuwa yule mzee? Lakini yuko wapi? Si getini wala karibu na eneo nililopo. Macho yangu yakaingiwa na shauku ya kutazama nje. Niligeuza shingo kuangalia wazazi wangu. Walikuwa bize na wageni. Niliona ni bora nimtafute zaidi yule mzee wa nyumba jirani. Hata nilipofungua geti hakuwepo. Palikuwa kimya sana. Au atakuwa ameelekea nyumbani kwake? Nilijiuliza. Bado kiu ya kutaka kumuuliza iliendelea kunishika.
Moyo wangu uligawanyika vipande viwili, kimoja kikiniambia niende nyumbani kwa yule mzee haraka, kingine kiliniambia nitazungumza naye kesho. Kila nilichohitaji kukifanya, nilijiona mzito sana kwenda ndani au kuendelea na safari. Kipande kimoja kilishinda hii vita nzito ya dakika moja ya kusimama nje ya geti. Nikipigwa na baridi, nilipata ujasiri wa ajabu kuelekea nyumbani kwa yule mzee. Ilikuwa ni nyumba ya jirani, wastani, watu wachache sana. Mbwa walikuwa wakibweka sana, nyumba moja inayotazamana na nyumba yetu, lakini sikuogopa. Mwili ulinisisimka kwa kiasi fulani, lakini sikujali sana. Kila nilivyozidi kupiga hatua, ndivyo mwili ulivyozidi kusisimka na kunipa hali ya hofu. Mtaa ulikuwa kimya, isipokuwa sauti ya mbwa na upepo fulani wa hapa na pale. Nilisimama na kuangalia nyuma. Hakuna mtu, mbele hakuna mtu, ni mimi na fikra zangu. Mapigo ya moyo yalianza kunienda mbio. Niliweka pumzi sawa ili nizidi kusonga mbele. Mara nilisikia sauti ya Karen na Selin. "Unaenda wapi?" Sauti ilinishtua. Sikutegemea kusikia sauti zao. Bado nilikuwa nimetazama mbele. Nikakata shauri, nikageuka. Karen alikuwa ameshanisogelea. Mkononi alikuwa ameshikilia chupa ya bia. "What's wrong? Kuna tatizo?" aliuliza kwa udadisi wa hali ya juu. Japo alikuwa amelewa kiasi, lakini alionekana kuwa na wasiwasi. Haraka niliacha tabasamu la kujibaraguza na kufanya dimpozi zangu zilizokuwa zikipendeza machoni mwa watu ziweze kuonekana. Hapana. Nilikuwa yes. Hakuna kitu. Tunaweza kurudi ndani." Niliamua kusema uongo. Sikutaka kumweleza yoyote yule juu ya wasiwasi wangu na hatua ninazozipiga. Bado mbwa alikuwa akibweka sana. Tulipiga hatua za taratibu kurejea nyumbani, huku nikiwa ninahisia kuwa kuna mtu nyuma yetu alikuwa akitutazama. Karen alisimama baada ya kuniona, simjibu alichokuwa akinisemesha. Nilianza kuhema kwa kasi. Hofu ilikuwa imenitawala vya kutosha. "Kuna nini Selin?" aliniuliza. Nilimjibu Karen kwa sauti ya chini iliyojaa hofu na mtetemo wa uoga uliopitiliza. "Kuna mtu nyuma yetu." Nilitamani kulia kwa jinsi uoga ulivyokuwa umenishika. Karen aligeuka nyuma, kisha akarejesha macho kwangu, akaangua kicheko na kuanza kuongea kama mlevi. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya maajabu ya jumba juu ya kaburi. Ni simulizi inayovutia na kutisha. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki. Huu ni mwanzo tu. Tusonge pamoja, maana yajayo hakika yanafurahisha. Asante na kwa heri. Jambo la msingi, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.